Yes, na mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya YouTube ya 5 Media, usahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na leo taarifa kubwa ambayo tunayo ni kuhusu yale ambayo yameendelea leo mahakamani kati ya kesi mnaomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Alphan Tundu Lissu. Anadai kwamba amekaa gerezani siku 307 na kesi imesikilizwa siku 14, na leo siku ambayo imesikilizwa kesi hiyo ni siku ya 15. Kesi ya uhaini namba 1965 mkwaju 2025 na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa Tundu Alphan Lissu inaendelea sasa kwenye mahakama kuu ya Tanzania msijala mdogo ya Dar es Salaam Jumatatu Februari 9 mwaka 2026. Kesi hiyo inasikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Nduguru linaendelea leo kufuatia kuahirishwa kwa mara ya mwisho Novemba 12 mwaka 2025. Kesi hiyo inaendelea leo jijini kwa ajili ya upande wa jamhuri kujibu mapingamizi yanayowasilishwa na mahakamani hapo na mshtakiwa Tundu Lissu ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo. Hata hivyo, kabla upande wa jamhuri hujaanza kujibu mapingamizi hayo, Tundu Lissu ameeleza mahakama kuwa ana hoja kadhaa za kuwasilisha mahakamani hapo ambazo zinahusu mwenendo wa magereza ambapo yupo na kesi yake kwa ujumla, hivyo kuona hayaendi miongoni mwa mambo aliyowasilisha ili uendeshaji uendelee kuwa mzuri. Tundu Lissu amesema katika mwendelezo wa kesi yake tangu mwanzo haki zake zimekuwa kwa kiasi kikubwa, lakini yote si yanafanywa kwa majaji au mawakili wa serikali wanaohusika na kesi hiyo. Amesema ametimiza siku 307 tangu awekwe mahabusu ambapo ni sawa na miezi 10 au wiki 14, lakini kwa muda wote huo kesi imesikilizwa siku 14 tu, leo siku ya 15, na kwamba kuna siku 88 za ukimya kuanzia Novemba 12, 2025 kesi hiyo ilipoahirishwa. Mara mwisho hadi leo ilipotajwa tena ya siku zote hizo 88 kesi haijasikilizwa kabisa. Muda wote huo nipo gerezani, hakuna kinachoendelea. Waheshimiwa majaji, tukumbuke msemo wetu mama kuwa kinachochelewesha ni haki iliyokiukwa. Mahakama zinaelekezwa na katiba yetu kwamba ziendeshe mashauri kwa namna ambavyo haitachelewesha haki, Lissu anasema. Katika maelezo yake, mshtakiwa Tundu Alphan Lissu amesema amejitetea mwenyewe. Ameeleza lawama zake kwa wapangaji wa ratiba kesi hiyo, ambapo amesema utaratibu wa kuendesha kwa njia ya vikao season mpaka season, baada yake kushauri kwamba ni vyema kesi ikaendeshwa kwa njia ya kawaida. Amesema jaji mkuu ndio mwenye mamlaka kuamua shauri gani liendeshwe kwa njia gani, na kwamba njia hiyo ya season imepangwa kukosolewa kwa muda mrefu na wadau wa mahakama, lakini katika eneo hilo amerejea kile kilichoelezwa kwenye ripoti. Alphan Tundu Lissu kesi yake inazidi kuwa ngumu na chungu zaidi mara baada ya mambo mengi ambayo yanazidi kuendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Una lipi la kuandika kuhusiana na mwenendo huu wa Alphan Tundu Lissu? Alphan Tundu Lissu ni mfuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Leo aliibua changwe baada ya mwenyekiti wao Tundu Lissu kupandishwa kizimbani katika mahakama kuu ya Dar es Salaam, ambapo kesi ya uhaini inayomkabili inatarajiwa kuendelea kunguruma Februari 9, 2026. Katika kesi hiyo, upande wa mashtaka utajibu hoja za kisheria za pingamizi la Lissu kuhusiana na uhalali na wa mashahidi ufiche jamhuri. Kesi imepangwa kuanza tena siku 20 mfululizo mpaka Machi 6. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kesi ya kanuni ya adhabu inayotokana na maneno aliyotamka kuhusiana na kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu mwaka 2025. Kesi hiyo inasikilizwa katika mahakama kuu msajala mdogo wa Dar es Salaam na jopo la majaji watatu naongozwa na jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya Iringa Dastan Nduguru, anayeshirikiana na majaji James Kamea na wengine wengi ambao wanasikiliza. Mara mwisho kesi hiyo iliahirishwa Novemba 12 baada ya kumalizika kwa kikao cha season, na usikilizaji wa kesi hiyo kilichoanza Septemba 8 ambapo mashahidi watatu wa jamhuri wote wakiwa ni maafisa polisi walitoa ushahidi wao. Kesi ya Tundu Lissu itasikilizwa kwa siku 20 mfululizo katika mahakama kuu ya Dar es Salaam. Nini maoni yako kuhusiana na mwenendo huu wa kesi ya Alphan Tundu Lissu? Don't forget to subscribe, like pamoja na kucomment.